kuzaliwa kwa Yesu. Kitabu cha Isaiah chapter 9. Isaiah chapter number 9. Bado mnatuma pesa. Isaiah chapter number 9. Na sijui hii nini ilienda wapi. Isaiah chapter number 9. Sasa nimeitoa hii. Verses number 1. Nani msomi leo? Inasema, lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamuko. Hapo kwanza aliigiza nchi ya Zebulon na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangazia. Bwana asifiwe sana. Biblia imeongea juu ya miji miwili. Pita. Si ni mbaya kukaa hapa saa kama hii. Zebulon na Naftali. Maandiko inasema hapo mwanzo ama hapo kwanza aliwaingiza katika kudharauliwa. Aliwaingiza katika dhiki kubwa. Yaani kuna mapito ambayo walipitia ambayo hayakuwa mazuri, dhiki na kudharauliwa. Kudharauliwa aidha na watu, na maisha inaweza kuwa mbaya. Sasa inasema ya kwamba hapo kwanza aliwaingiza hapo, na I think that's why inasema verse 2 ya kwamba wale ambao wako katika giza kubwa sasa wameona nuru kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii maneno yote ni prophecy ambayo Isaia alitoa kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo na kuzaliwa kwake. Sasa watu ambao wamekaa katika kudharauliwa, watu ambao wamekaa katika dhiki, Biblia inasema ya kwamba sasa hao watu wameuona utukufu mkubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sisi ambao tumeishi katika kudharauliwa, wengine ambao tumeishi katika dhiki, nilikuwa naangalia hiyo mwaka vile ambavyo imeenda. Wengine tumeishi katika dhiki, pengine kulikuwa na marafiki, wengine wakatuacha. Wale ambao tulidhani ya kwamba watatusaidia, wengine hawakutusaidia. Tukakaa katika dhiki, kukawa na confusion katika maisha yetu. Lakini sasa neno linakuja ya kwamba after this kutakuwa na mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ambayo yamekuwa katika giza maishani mwetu, mahali ambako hatujaona mwangaza, ni kwa sababu sasa Yesu anakuja akaweke mwangaza katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Najua wakati tunaongea juu ya nuru, we are talking about Jesus Christ. Kitabu cha Yohana inasema ya kwamba, John chapter 1, inasema ya kwamba in him there is life, and that life is the light of men. Bwana asifiwe sana. In him there is life, and that life is the light of men. Kwa hivyo wakati tunaongea juu ya nuru, tunaongea juu ya mwangaza ambao unatoka kwa Mungu, mwangaza ambao unatoka kwa Yesu. Ile kitabu ya Second Corinthians chapter 4 inasema kwamba ile nuru, yeye ndiye alitoa giza katika nuru na akaangaza ndani ya mioyo yetu, na ile utukufu ulio katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Musa alitoka na utukufu, kulikuwa na utukufu alipotoka kupewa sheria na Mungu,
watu wakaangalia uso wake, wakakosa kumwangalia vizuri, kwa sababu alionyesha utukufu wa Mungu. Hivyo hivyo ndivyo Yesu amefanya katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ndani yetu kuna wakati kulikuwa na giza, kuna wakati kulikuwa na kulemewa. Sasa hiyo dhiki na kudharauliwa inaondoka. Haleluya! Hiyo dhiki na kudharauliwa inaondoka, na maisha yetu yanapangwa upya. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie mstari mwingine katika hiyo. Inasema hivi, mstari wa 9. Hii mambo inatendeka kwa nini? Mstari wa 9 inasema na watu wote watajua, yani Ibrahimu na yeye akae Samaria, wasemao kwa kiburi na kwa kujisifu nafsi zao. Sasa inamaanisha kwamba vile ambavyo ulikuwa unaishi, people will see change. Haleluya! Kuna mambo ambayo Yesu anakuja kubadilisha ndani ya maisha yako, na watu wataona. Kuna watu walijawa na kiburi, kuna watu walijawa na kujiona, lakini wakati Mungu atakuja kubadilisha maisha yako, watakuja waiangalie. Bwana asifiwe sana. I want to believe ya kwamba 2026, nilisema mimi sitaki kutabiri, ninataka niamini 2026 hatutakaa vile ambavyo tulikuwa tumekaa 2025. Bwana Yesu asifiwe. Because there is light that is coming on our way. Mahali ambako tumejaribu tukaona kukiwa na giza, wale watu ambao wamekaa kwa giza, maandiko imesema wataona nuru kubwa. Nao watu wenye kujawa na kiburi, watu wa inflame, wao ambao wamejaa na madharau, wataona vile ambavyo Mungu amekufanyia. Watasema kwamba huyu ni Mungu amefanya mambo haya katika huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There is a change that is coming. Salimia aliye karibu na wewe, umwambie kuna change inayokuja katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nataka uamini. Nataka uamini. Bado hatujaenda kwa mali yangu. Nataka uamini God is bringing change in your life. Katika kitabu cha Isaia 11, nataka niangalie promises haraka, alafu tutoke hapo tuende kwingine. Inasema hivi, litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumiwa kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kufuata ayasikiayo kwa masikio yake. Lakini bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kichwa chake, na kwa pumzi ya mdomo yake atawaua wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiza, kuna wakati Mungu alimwambia Daudi ya kwamba ufalme hautatoka kwa nyumba yake. Mimi kulingana na vile ninajua ni ya kwamba after David kulikuja Suleiman na kulikuja wengine ambao hawakuenda sana, na ikafika wakati wa kunyamaza. Sijui kulisemekana nje juu ya nyumba ya Daudi after that. Maana kuna uwezekano wakati mtu anapitia mambo fulani na akona neno la Mungu ndani yake, watu wanaweza fikiria ya kwamba Mungu ni kumwacha, alimwacha ama akakuasi. There are things that you can be passing through. Watu waone ni kama Mungu hayuko pamoja na wewe. Ni kwa sababu either uliwaambia
Mungu atanifanyia. Lakini wakikuangalia ukaona ni kwamba, wanaona ni kama kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Sasa sikiza, neno linasema ya kwamba katika shina la Yese, katika hiyo nyumba ambayo Daudi alizaliwa, kutatoka chipukizi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inamaanisha ya kwamba hata kama watu waliona ni kama kulinyamaza na kukakimya, kuna kitu Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama katika maisha yako kuna mambo ambayo yalinyamaza na yakakimya na watu wakaanza kuyangalia namna hiyo, let me tell you that there is something that God is doing upon your life. Hallelujah. Na kuna mtu anafuta sigara hapo nyuma, wewe toka hapo, unatufuja moyo na kutuua. Wewe toka hapo, acha kuvutia sigara hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mambo yalinyamaza, Biblia inasema after those years, Isaia anatabiri, anasema chipukizi itatoka katika shina ya Yese. Haleluya. Itatoka. Watu waliona ni kama ulikatwa, ilifika mwisho, ukafika mahali ya kwamba hata wewe mwenyewe ukaanza kukosa kuamini ya kwamba kuna kitu kinafanyika. Lakini nimekuja na ujumbe nikwambia ya kwamba God is doing something upon your life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And the people around you shall see it. Biblia imesema ya kwamba atajawa na roho wa kweli, roho wa hekima, roho wa maarifa, roho wa Mungu. Atakuwa na wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hukumu kulingana na vile yeye anaona ama vile anasikia, lakini ni katika haki na katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. I know people have been judging you. Kuna watu ambao maybe wamekuhukumu kulingana na vile wanakuona. Wengine wanasema ni kuisha unaisha. Unajua watu wanaambiaka watu mambo, wakikuangalia hivyo wanaweza kusema huyu ni kuisha anaisha. Wait until God has intervened in your life. Bwana Yesu asifiwe. Wakikuangalia wanakujudge kulingana na mahali unalala, kulingana na vile unaishi na kulingana na zile nguo unavalia. Lakini maandiko inasema huyu ambaye anakuja, haleluya, huyu ambaye amekuja sio kama mwanadamu. Haangaliani kulingana na vile watu wanaona, haangaliani kulingana na vile watu wanafikiria. Anatazama ndani ya moyo na atakuhukumu katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kukuwekelea maneno, hata dunia inaweza kuwa mbaya kwako, but I'm coming to tell you ya kwamba Jesus has come to change whatever people sees in you. They might see you in that dimension, but God is seeing you in another dimension. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule mtu ambaye nakumbuka Biblia inasema ya kwamba aliishi katika makaburi. Na hapo makaburini watu walitaka kumsaidia atoke, lakini hakutoka. Maana kila wakati wakimfunga alikuwa na katakata hizo kamba na hakuwa amevalia nguo. Lakini wakati Yesu alikuja akakutana na yeye, akabadilisha maisha yake, Biblia inasema ya kwamba watu walishangaa na wakaogopa, kwa sababu alimkuta akiwa na akili timamu na akiwa amevalia nguo. Bwana asifiwe sana. Kuna vile ambavyo Mungu atafanya ndani ya maisha yako. Mimi sikuambii, nataka uamini. Sio unabii natoa, lakini nataka uamini neno ya kwamba kuna vile ambavyo Mungu atafanya ndani ya maisha yako, a change the situations. Vile watu wamezoea kukuona wakikuja wastaajabu, wakute mambo yamebadilika. Bwana asifiwe sana. Let us wish for good in 2026.
Haleluya. Isaiah chapter number 42. Tunaongea maneno ya unabii. 42. Niko karibu kufika New Testament. Isaiah chapter number 42. Na sote tunasoma verse 1. Inasema, tazama mtumishi wangu, servant, a servant of God, servant whom I uphold. That upholding is exalting. Ninayemtegemeza, nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. That is Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. That is Jesus Christ. And I'm telling you ya kwamba hukumu za dunia ni tofauti sana na za Mungu. Watu wanaweza kukuhukumu vile ambavyo watahukumu, na hata hawatumiangi justice. Lakini ikifika ni kwa Mungu, yeye ako na justice. So inasema atawatolea mataifa hukumu, hatalia wala hatapaza sauti. Hiyo ndio basi ambayo nilikuwa nataka. Hatalia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Hatalia wala hatapaza sauti yake, ama kuifanya isikiwe kwa njia kuu. Njia kuu ni mahali ambako watu walitokea zamani, wanatangaza mambo yao. Nakumbuka Yesu akiwaambia Wafarisayo wakati wanaomba wasiende katika njia kuu kutangaza ya kwamba wako katika maombi. Sasa hapa anasema yeye hatalia ama kutangaza mambo ambayo atafanya, atapaza sauti. Hallelujah. There are things that Jesus will do in secret. Ambia mwenzako kuna mambo Yesu atafanya katika secret. Hallelujah. Wewe unanyamaza tu hivyo, haujui ni nini kinatendeka, lakini kwa siri kuna mambo ambayo yanafanyika. Watu hawatasikia sauti yake. Hallelujah. Hakuna kitu kitatangazwa, hautasikia kwa redio, hautasikia watu wakiongea, but in the secret God is doing something for you. Hallelujah. Kuna vitu zinafanyika kwa roho. Hallelujah. Kuna vitu zinafanyika. Maybe kuna watu walikuachanisha hivyo kwa mataa. Saa hii ndio Mungu anawakoroga. Bwana asifiwe sana. Saa hii ndio Mungu anawakoroga in secret. Wewe hautaomba, hata hautapaza sauti kumwambia Mungu nikumbuke. But there is something that God is doing in secret. Maandiko imesema hatalia wala hatapaza sauti. Hallelujah. Number one is coming to save you secretly. Hakuna mtu anajua. Wale walikufinyilia, lakini sasa anapokuja, hakuja akitangaza nimekuja, wewe utasitukia ya kwamba mambo yamekuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ataelezewa hii mambo. Wewe ni kustukia, utastukia. Ukuta mambo yamealign itself in the name of Jesus. Hallelujah. Kuna wale ambao walikutazama wakuona ukianguka, ni kwa sababu maybe waliona ukididimia, lakini nimekuja nikwambie kwa siri kuna kitu kinatendwa, kwa siri kuna mambo yanafanyika. Yesu hapaswi sauti, haongei kwa njia panda ili wajue ya kwamba anafanya, hatangazi, lakini wataona ya kwamba amefanya na wataelewa ya kwamba wewe umefanyiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe sahi hakuonekani kakitu. Haleluya. Sahi hakuonekani kakitu. Mimi naongea maneno ya Yesu. Wakati nilikuja kujua, nimekuja kugundua the importance of this thing. Bwana asifiwe sana. The importance, mimi najua kuzaliwa leo
alizaliwa kitambo, lakini ninaelewa imeandikwa kwa ajili yetu. Amesema ya kwamba yeye hatapaza sauti, yeye hatalia, hataenda kwa njia panda, ati watu waone ya kwamba anafanya. My friend, ni siku moja utaamuka ukuta mambo yametengenezwa. Ni siku moja utaamuka ukuta mambo yamekuwa sawa. Ile mzigo ambayo ilikuwa ndani yako ilikuwa inakulemea, ni siku moja utaamuka ukuta hiyo mzigo imekuondokea kwa jina la Yesu. Mambo ambayo yamekutatiza, yeye hatapaza sauti, hatapiga kelele, lakini siku moja utaamuka ukuta mambo yamekuwa sawa, yamepangwa. Haleluya! Anapangia kwa siri na hakuna mtu anajua, anapangia kwa siri. Kuna vita zingine ambazo umepigana, lakini nimekuja nikwambie hizo vita yeye anazipigana kwa siri. Katika jina la Yesu wataamuka wakute wewe umeshinda. Walifikiria unaenda chini, lakini wataamuka wapate umeshashinda na umeendelea katika maisha yako. Walikuwa nafikiria 2025 unafika mwisho, lakini in secret there is something that Jesus is doing and is coming to accomplish it in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako usiogope. Hata kama kunaonekana kama hakuna kitu. Haleluya. Mwambie hata kama kunaonekana kama hakuna kitu, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima kuwe na dalili. Halo. Sio lazima kuwe na dalili. Haleluya. Sio lazima kuwe na dalili. Sio lazima kuwe na dalili kuna kitu kinafanyika. Sio lazima. Bwana asifiwe sana. Tunatokelezea hivyo, tunaikuta hapo mbele. Sio lazima kuwe na dalili. Mambo yanafanyika na inafanyika kwa siri. Sio lazima ionekane na macho, lakini iko kitu inafanyika. Sio lazima ionekane kwa dalili. Watu wanafikiria wewe uko mwisho. Sio lazima waone na sio lazima wajue, lakini utajua mwenyewe na kwamba nimetokea. Yesu amenishikilia. Bwana Yesu asifiwe. I love this verse. Hallelujah. Mimi napenda hiyo kafasi. Bwana asifiwe sana. Wacha watu wanangojeaka waone ukiinuka polepole. Hii mambo sio ya polepole. Bwana Yesu asifiwe. So long as there is something that is being done in the secret place. Kama kuna kitu Mungu anafanyia kwa siri, let me tell you, sio lazima kuende polepole, utatokelezea. Haleluya. Hapo tu ndipo utatokea. Hapo tu kuna baraka yako. Hapo tu kuna uponyaji yako. Hapo tu kuna nguvu yako. Hapo tu kuna utajiri yako. Hapo tu ndipo utatokea. Hakuna polepole na hakuna dalili. Ninaona niko na dalili ya kutajirika. Hakutakuwa na dalili. Wewe utaingia tu chwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba Mungu abadilishe maisha yetu. Haleluya. Ile mambo amekuwa akifanyia kwa siri, wacha sasa ichipuke. Bwana asifiwe sana. Unajua ukienda kwa shamba, mtu ameacha amepanda jana, uende kwa hiyo shamba, hautajua kitu kinafanyika. Wait until the rains comes. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utajua ya kwamba kuna kitu kilikuwa kimepandwa na kinaendelea. Haleluya. There are things that are in secret. Yeye amenyamaza, ametulia, lakini matokeo ndio itakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza mstari mwingine inasema namna gani? Mwasi uliopondeka ataufunja, wala utambi utokao moshi hata usima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Haleluya. Inasema mwasi uliobondeka kautambi. Hapa ni nini hiyo inaitwa hivyo? Mbuni isome. A bruised reed shall he not break. Kama kuna mahali kuna majeruhi, Bwana Yesu asifiwe,
yeye hata kufunja kabisa, yeye hata kufunja mali moyo wako umeenda chini, yeye atakuja kuharibu, lakini atakutengeneza. Hata kama kautambi yako ilikuwa inasimia, yeye sio kusima, atasima. The problem with the people ni kuona kautambi yako ikianza kusimika, wanakuja wanapuliza wanasema kabisa, unabaki kwa giza. But Jesus is not doing the same. Hallelujah. Yeye badala ya kusima ataiongeza moto. Hallelujah. Mahali ambako ulikuwa unasimika, mahali ambako ulikuwa na majeraha, yeye amekuja kuiponya. Hajakuja kukuharibu kabisa, amekuja kukutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Things are changing. Hallelujah. Things are Isaiah chapter number 62. Niko karibu kumaliza. Siku hapa, siku mzima. Isaiah chapter number 62. Na sote tunasoma verse 1. Verse 1 tunafika hapo mbele. Sikiza anasema nini? Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea, kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikwambia umenyamaziwa na Mungu lakini anasema kwa ajili yako anyamazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili yako anyamazi, kwa ajili yako yeye atulii mpaka akitendeke katika maisha yako. Kile ambacho unataka kipatikane katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Inasema hivi, na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina mpya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Haleluya. Mataifa wataona haki yako. Mahali ambapo pananifurahisha ni hapa, wewe utaitwa jina mpya. Bwana Yesu asifiwe. Utaitwa jina mpya, na sio jina ambalo uliitwa na mama yako, kama lile watu wa mtaa wamezoea kukuita. Si watu wa mtaa wanakuitanga nini, Alex? Watu wa mtaa wanakuitanga nini? Makomi. Aleki. Kuna ile majina watu wa mtaa wanazoea. Wachana na hilo lako, kuna lile wanakuitanga. Bwana Yesu asifiwe. Hata zingine wanatuitanga in silence. Hawawezi wakakuita ukiwa hapo. Vile walikubatiza wanajua wao wenyewe, wewe ndiye hujui. Wewe ndiye hujuagi hiyo jina, wao wanajua vile wanakujua. Lakini inasema atakuita kwa jina mpya. Bwana Yesu asifiwe. Jina mpya. Kuna watu wanapewa majina mwaka huu. Haleluya. Watu wanabadilishiwa majina. Walikuwa na kuita kile kijina, wamezoea. But Jesus has come to change your name. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati naongea juu ya jina, naongea juu ya title. Bwana Yesu asifiwe. Ni lini tulikuita Muzilinde? Ni desi ya Malasia. Malasia. Na bado unaitwa Muzilinde. Hata wewe uliipenda. Bwana asifiwe sana. Kuna lile jina ambalo wamezoea. Wacha hizi mnajipatia kwa TikTok. Hizi mnajipatia kwa TikTok mpaka ni lazima niangalie hiyo picha ni ya nani ili nijue ni nani. Na unakuta mwingine ameweka tumaua, hauwezi jua ni nani. Bwana asifiwe sana. Sasa God is going to give you another title. Akuita Muzilinde kama vile aliita huyu. Na Biblia ni Muzilinde. Bwana asifiwe sana. Unajua jina liko na maana sana katika maisha ya mtu.
Jina. Sijui kama kuna mtu anaitwa Kimemia. Sorry to say Kimemia sio. Wewe niambie Kimemia ni kusema nini? Grace Kimemia ni kufanya nini? Huyo mtu anashitanga hivyo. Sio ubaya wake, yeye ana shida na mtu. Hana shida na mtu, ni jina. Bwana asifiwe sana. Naweza kuitwa kijina. Mimi kuna majina mengine mimi sipendi. Najua hata huko kwetu kuna mtu anaitwa Ngororo. Na anatembea kwa barabara tu. Unaona mtu anaitwa Ngororo ni nguruwe. Pig. Na anatembea tu kwa barabara. Kwa barabara hiyo. Acha hata joka siku. Bwana Yesu asifiwe. Unless you do something about that, let me tell you, inaweza kukusumbua maisha yako yote. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaona waliniita mweti. Sasa siwezi tulia. Sababu mweti kikwetu ni mtu wa kwenda. Alafu nikapata rasheni. Tumeenda. Tumeshaenda. Hatuko karibu. Hiyo combination imeharibu kabisa. Angalia jina yako, uangalie mineni yake vizuri. Uangalie hiyo jina inamaanisha nini. Mtu anaweza kuitwa mpaka Muleu. Niambie Muleu kama hata kuwa Muleu ya kupindukia. Bwana asifiwe sana. And I think that's why Watanzania hawaitangi majina ya huko. Wanaitaka majina mbili ya Kiingereza. Si ndio? Ama mmebadilisha? Wewe ndio ulipeleka ya Kikuyu huko. Lakini ikafutwa. Hata saa hii akiintroduce hapa umesikia kiongea maneno yake ya Kikuyu. Jina yake ya Kikuyu. Hakuna. Bishop wetu anaitwa Simon Samuel. Sababu aliishi Tanzania. Ni Tanzania. Simon Samuel, lakini najua yake ni Jogona. Bwana asifiwe. Anaita hapa Wainaina. Simon Samuel Wainaina. Samuel ni baba yake. Simon Wainaina. Bwana asifiwe sana. So majina, sikiza, Mungu anakupatia another title. Bwana Yesu asifiwe. Kama walikuita hilo jina la ufukara, jina la upweke, jina la kufinyiliwa, Jehovah is giving you another title. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaanza kuwa mtajiri, utaanza kuwa mtu mkubwa. Haleluya. Watakuita saa. Haleluya. Ama madam, mahali ambapo wako wanakuinamia, waanze kukuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua jina kubwa linakujana na cheo na utajiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona William Samoei Ruto. Sasa naye amebatizwa zingine. Ameitwa Kasongo, ameitwa Machampo, ameitwa sijui nini. Ameitwa Kibenji. Kaya watu siwa Wakenya hawatawasamehewa. Wakenya hata kama Bwana asifiwe sana. But this person, huyu mtu alikuwa chini. Akapanda. Kuna jina ambalo unaweza kuitwa likupandishe. So God is giving you a title different from the one that you are. Atakuita jina lingine nzuri.
vizuri. Bwana asifiwe sana. Hebu niulizia mwenzako, wewe unaitwa nani? Mwambie akupatie jina yake ya Kikuyu ama ya Kikamba. Kimani. Mimi sijui meaning ya Kimani. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende katika kitabu cha Luka, nimalizie hapa. Luka chapter 1. Hapo ndipo tumemalizana na unabii. Luka chapter 1. Nataka tusome kuanzia 26. Nimesema kuna mambo matatu hapa. Nilikuwa nasikia tukitoka katika nyumba ya Mungu tutakuwa nayo. Na ni ile ambayo Mary aliambiwa na malaika wa Bwana. 26 inasema, Luke chapter 1 verses number 26. Inasema, and in the 6th month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin name was Mary. Sasa number 1, nilikuwa nasikia Roho akinisaidia ya kwamba Mungu anakutumania. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakutumania. Na one thing ambayo nimesikia in my spirit ni kwamba anapotumana, Mungu sio kama mwanadamu. Malaika wake anapokuja hawezi kosea njia. Biblia inasema ya kwamba mwezi wa 6 wakati Elizabeth alikuwa mjamzito, malaika akatumwa kwa mji wa Nazareti. Sikiza, anajua ni wapi vizuri, huko Galilaya. Na akatumwa kwa nani? Kwa nyumba ya Yusufu, kwa msichana ambaye anaitwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi akakosea njia. Kama kuna baraka inakuja kwako, na kama unaingojea, ingojea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatakosea njia ya kwako. Hata kama umekaa katika nyumba ya kukodisha, hawezi enda kwa wengine, atakuja kwako. Kilicho chako ni chako na atakuletea kwako. Amen. Haya, Biblia inasema hivi. And the angel came into her and said, Hail thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Number 2, amemwambia you are highly favored. Bwana Yesu asifiwe. There are people in the church today, God has located and He has selected so that they may have His favor, His grace, and merited love. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao katika nyumba leo, mimi siongei na wale ambao wako nje, maybe kuna wale ambao wako kwa mtandao. Kuna watu ambao Mungu amelocate baraka zake na favor yake iwe juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya watu wengi, God has located you. God has seen you so that His favor be upon you. Kuna mambo ambayo yanakuja kutendeka kwako without your expectation. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo Mungu atatenda kwako wewe hukutarajia na hukuyajua, but because of His favor, hallelujah, He is doing something in your life. Mahali ambapo wako wanakukubali, utakubalika. Mahali ambapo ulikuwa unaona ukiwa chini, sasa unainuliwa. His favor is coming upon your life in the mighty name of Jesus. Hallelujah. But when there is that favor, ni kwamba there are things that we receive. Kuna vitu ambazo huwa tunapokea, sio kwa sababu tulikuwa tunafaa kupewa au kwa unafaa, but because of His favor you are going to receive them. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao
sio kwa sababu wamefanya kazi vizuri, lakini bosi atatoka tu siku moja. Ni kwa sababu feva ya Mungu iko juu yako, ukuta mshahara yako imeenda juu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu wewe umefanya vyema, it is by the favor of God. Kuna watu ambao watapata increase in their lives, not because they have done well, but because of the favor of God. Bwana Yesu asifiwe. Let the favor of God be upon you. Let that grace be upon you now, in the name of Jesus. As it was in Mary, let it be on you now, in the name of Jesus. Hallelujah. In fact, amemwambia you are highly favored. You are highly favored. So you are highly favored. Sema, I am highly favored. Hallelujah. I'm highly favored. Sasa wewe sio kama wale wengine. Number 3 amemwambia namna hii, you are blessed among other women. Bwana Yesu asifiwe. Si ati ya kwamba hakukuwa na bikira wengine huko. Kulikuwa wale ambao wangetokelezewa, lakini kwa sababu yeye amebarikiwa kuliko wale wengine, God located her in Nazareth, in Galilee, among other women. Mungu akaja kwake tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Akamtoa katikati ya watu, akapanga kumbariki, akapanga yeye ndiye atatumia. Nimekuja na ujumbe wako, nikwambia ya kwamba God has located you. Bwana Yesu asifiwe. And you are blessed. Wewe ndiye Mungu atatumia. Wewe ndiye Mungu atatekeleza kazi yake kukupitia sasa, katika jina la Yesu. Hallelujah. Blessed is you amongst women. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijali katika hapo kijiji kwenu mlikuwa wangapi. Unajua isikia mama Pita akisema katika nyumba yake hajawahi sikia mtu anaitwa pastor. Sio lazima kuwe. Unaweza kuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kijiji yenu hakuna mtu ako na basi amenunua. Sio lazima kuwe. Unaweza kuwa wa kwanza. Katika familia yenu unaweza kuwa hakuna mtu ako na kagari, lakini unaweza kuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi usiniambie miaka imeenda. Miaka sio yako, miaka ni ya Mungu. Haleluya. Mimi usiniambie niko over 35 nitafanya nini, niko na miaka 50 nitafanya nini. Miaka sio yako. Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza kukulocate mahali ambapo uko. You are blessed among your brothers. You are blessed among your villagers. Wewe ndiye umebarikiwa. Hallelujah. So there are things that God is going to give you. He has selected you. He has selected you. Na wewe ambao unaniangalia kwa mtandao, Mungu amekuchagua. God has selected you. Bwana Yesu asifiwe. Because Jesus must be born. Lazima Yesu azaliwe. Na hawezi zaliwa na wamama wote wa kijiji. Tuko pamoja? Yesu lazima azaliwe, lakini hawezi zaliwa na wamama wote wa kijiji. Hatikujeni wamama tunaenda kuzaa Yesu. Lazima kuwe na mmoja ambaye amechaguliwa ya kutekeleza kazi ya Mungu katika kijiji hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kama kutakuwa na gavana katika kijiji cha Kiganjo, sote hatuwezi kuwa gavana. Lazima kuwe na mmoja katika Vision and Victory. Kama kutatokea CEO na CEO ya madharau, Bwana Yesu asifiwe, lazima kuwe ni mmoja atakuwa CEO. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni jina. Shida ni jina. Bwana asifiwe sana. Ni wewe Mungu atachagua. He will locate you wherever you are. He will locate you. He will locate you. Some people will come searching. Bwana Yesu asifiwe. They will come searching.
Mimi sijui kama ni unabii. Mimi nilisema siongei unabii, wewe amini neno. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki kusema na kutabiria. Nasema there are people that will come searching. Hallelujah. And they will find you. Hallelujah. And of faith in the possession that they are searching a person to faith prayer. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwa Kiswahili, kuna watu watakuja wakitafuta mtu. Haleluya. Na wewe ndiye watapata. Na wewe ndiye utatosha katika nafasi ambayo wanatafuta huyo mtu wa kutoshea hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye utapatikana because God has located you. Haleluya. Mama wote wako wana hiyo nafasi. Blessed is you among other women. Blessed are you. Blessed art thou among women. Wewe ndiye umebarikiwa katikati ya hao mama. Bwana Yesu asifiwe. Inasema hivi. Nasema hivi 29. And when she saw it, she was troubled at this saying, and cast in her mind, what manner of salutation this should be. Mariamu akashangaa, akauliza, sasa hizi ni salamu za wapi hizi? Sikia wapi salamu kama hizi? Unajua alikuwa amejidharau sana. Yeye mwenyewe hapo anaona kama kunawezekana kutongelezewa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe hofu yake ilikuwa imefika mwisho. Alikuwa amefika kiwango. Sasa tu ninangoja niolewe tu na Yusufu na mambo yangu yaishie hapo na kuendelea vile kutaendelea. Na by the way, kama hujui, Yusufu alikuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alikuwa mzee sana. Na Mary alikuwa a virgin girl. Sini kulienda namna gani hiyo kastori nilisahau. Kulienda namna gani kawa Mary alikuwa amejitenga au anakaa katika hekalu. Lakini siku moja ikatukia hivyo, ikawa ni aolewe. Na yule mtu wa kumuoa kulingana na itikadi sawa, ikatukia iwe ni Yusufu. So ni mama ambaye amekaa hapo anaangalia Yusufu, huyu hata atakufa mbele yangu. Bwana asifiwe sana. But sikiza, akasalimiwa hizo salamu, akauliza hii salamu ni aina gani? Mimi sijui, ninawezaje kuwa nimebarikiwa? Ninawezaje kuwa na hiyo favor? Na hii maisha ninayopitia ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuangalia mambo ambayo uko nayo saa hii, because when God locates you, things can change. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuangalia umetoka kijiji gani, ama umezaliwa kwa familia gani, ama kumeenda namna gani. Mimi nilisikia zamani tukisoma, mzee hapo hapo neighbor, baba mdogo, alikuwa anaambia mama yangu, hawatawahi jisaidia hawa. Na ninasikia hawatawahi jisaidia. Mimi sasa sijisaidii. Bwana asifiwe sana. Hata ukiwapeleka shule, ni kweli shule tulianguka, lakini sio vile tulianguka kiwango cha kwetu. Hatukupita, lakini tulijaribu. Vile tuliitiwa kazi ambazo hatukuwa tunataka. Imagine saa kama hii ningekuwa polisi. Nikiitisha mama huku kwa barabara. Mimi nilikataa na baba yangu hakujua. Ningekuwa polisi. Nilikuwa naomba baba nikienda nisichukuliwe. Ninaenda wananiambia wewe mikono yako ni bure. Na ukweli ilifanyika, ilienda ikawa bure. Walinilaani. Bwana asifiwe sana. Kukatokea ingine nikaenda nikaajiriwa. I had all qualifications. Nikaenda nikaajiriwa Amigo Center countrywide. Kawa ninauza ma TV, shelani, sasinga na nini na nini. Sikumaliza mwezi. Nikatoka. Kasikia sauti ya Mungu.
hivyo ndivyo niliachana na kazi. Bwana asifiwe sana. Si ati hakukua, ni ile wakati ulikuwa unatembea na kabahasha. Hao wanamaliza shule wanaweka bahasha kwa briefcase. Hata wengine hawajui siko wapi. Sisi tulikuwa tunamaliza kwa unatoka na kabahasha. Unatafuta kazi. Sababu tulikuwa tunaambiwa mtu akiwa hana kazi ni bure. Mpaka siku moja nikaambiwa, wewe endelea na kanisa, nitaona hiyo kanisa itakusaidia namna gani. Angalia vile kanisa imenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. This is how church has made me. Kuketi, kula, kuomba na kupata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo kanisa imesaidia. Let me tell you, usijidharau kwa sababu ya maneno ya watu na kijiji ambako umetoka. Bwana asifiwe sana. You are highly favored. Hallelujah. And you are blessed amongst your people. Wewe ndiye umebarikiwa. Hebu tusome. Okay. Malaika akamwambia, tuko wapi sasa? And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Kuna Biblia nyingine hapa inanifurahisha. Wacha niisome hiyo. Nitarudi kwa hiyo. Inaitwa Ise Tulindi. Mstari wa 30, Ise Tulindi. Mstari wa 30. Inasema, and the angel said to her, have no fear, Mary, for you have God's approval. Bwana Yesu asifiwe. You have God's approval. Mungu amekupitisha. Kuna mahali ambako watu hawangekupitisha. Hawangeweka kidole waseme wewe uko sawa, lakini now God has approved you. Bwana Yesu asifiwe. God has approved you. You have God's approval. Hata kama hawakukuwekea kidole. Jana tulikuwa tunaongea na mtu mwingine. Akaniambia ya kwamba Mama Sam siku hizi kuona mtu aki-approve aseme ya kwamba atakuwa garanta ya loan yako ni ngumu sana. Nikamwambia hata mimi siwezi kuwa garanta ya mtu. Nikugaranti upate loan. Labda kwanza nikuje kwako nione zile vitu uko nazo. Nione kama inaweza kufikisha hiyo pesa. Na bei ya kupotelea bali ya shairo. Nione uko na mesa, uko na kabati, uko na ufa, uko na TV, ni ya pesa kama ngapi, ili ukikosa kulipa tuandikanie hapo. Wewe ukishindwa na kulipa nitakujia hii TV. Bwana asifiwe sana. Sababu grantation imekuwa mbaya. So there are people that cannot approve you. But when you are approved by God, you don't require any person to approve you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akishakupitisha, ameshakupitisha. Tuendelee. Tulikuwa mstari wa 30. Aya 31. Inasema, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume na jina lake utamwita Yesu. Okay. Mstari wa 34 inasema, then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that only thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mambo ambayo kwa hiyo mwaka umeona ni kama haitawezekana, na ukweli ni kwamba haitawezekana. Umeona haitawezekana, ni kweli haitawezekana. Sasa Mary alipoambiwa ya kwamba atapata mtoto, yeye anajua 1 + 1 = 2. Lakini sasa amekuja akaambiwa 0 + 0 = 2. Akauliza hiyo itawezekana namna gani? Akaambiwa
the Spirit of God shall come to you in power. Because what is impossible before men is possible before God. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mambo ambayo unaona kama ndiyo mwisho haitatendeka, itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Itatendeka. Akaambiwa ya kwamba the power of God shall overshadow you. Nguvu za Mungu itakuwa kivuli kwako. That means wewe hautaonekana, lakini Mungu ataonekana kwako. Sio wewe tena, lakini ni Mungu atafanya kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu katika nyumba hii na wale ambao wameniangalia from today na mwaka ambao unakuja, nguvu ya Mungu itakuwa kama kivuli kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu itakuwa kama kivuli kwao. That means whatever they shall do, ni Mungu atakuwa naifanya kwa mikono yao. Mungu atawatumia wawe vyombo vya Mungu vya kutumika katika kazi yake. Kuna watu ambao Mungu anainua katika viwango vingine, kama vile alivyoangalia Mary akamuinua. Hata wewe siku ya leo kuna mtu ambaye Mungu atainua katika kiwango kingine kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. God is changing our lives. As He visited Mary, He's going to visit us in the name of Jesus. Wewe simama kwa miguu yako. Simama tu. Shatari barakatu zipire kida. Ribaradagada shali baradaba. In the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. Nimekwambia mambo tatu ambayo Mariamu aliambiwa na malaika. Number 1, you are favored. Number 2, you are blessed. Number 3, the power of God will overshadow you. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio tu mambo matatu nilikuwa nataka ujue. Number 1, you are favored. Na maanisha kuna mwingine utaingia huko unaingia. Number 2, you are blessed. God has located you. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, the power of God shall overshadow you. Kwa hivyo sio wewe tena, ni Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. These are 3 things that I believe God is about to do to us. These are 3 things that God is about to do to someone in the house. Na ukipata muujiza, usije ukasahau kanisa la Missionary Victory. Bwana asifiwe sana. Because there are doors. When you have favor, doors open. Hallelujah. When you have favor, hakuna mtu anaweza kusimama kinyume na wewe. Favor ikikulocate ni hivyo. Na kama umebarikiwa, it means that you are going to change the situations in other people's lives. God is going to use you in a greater way. Bwana asifiwe sana. And number 3, the power of God is overshadowing you. So you are moving not just like you are moving as a spirit. Hallelujah. Unatembea kama law. Wewe ni law. Nguvu za Mungu zikiwa juu yako. So ningependa tuombe, tuabudu kidogo, alafu tuingie katika maombi. Cha nitafute wimbo hapa, sijui beat ya wimbo hapa. Sasa hii ni gani? Rakashila badadaba. Thank you Jesus. Unaipia wapi? Hallelujah Jesus. Tayarisha moyo wako. Tayarisha moyo wako. Tayarisha moyo wako.